pili, hiki chuo wamesoma watu wengi mpaka sasa kupitia mtandao. Ukiangalia sasa hivi kwenye website yake waliotembea na kusoma 650,000, lakini ambao wameweza kuchukua shahada fupi kwa maana ya kutambua kwamba walisoma ni 13,000. Lakini Mkuranga kufanyika mahafali ya leo ni kwa sababu ya juhudi za viongozi wa wilaya na wakiongozwa na viongozi wao wa serikali wakiwahamasisha maendeleo, ndipo tulitafutwa tukaitwa kuanza kwa mafunzo ya ana kwa ana, kutambua namna ya kuanzisha programu za miradi kwa kushirikisha jamii. Kwa sababu jamii huwezi ukaiendeleza labda unaiongoza namna gani iendelee. Lakini mpaka sasa tunaona kwamba Tanzania waliosoma ni katika bachi ya 8 leo. Bachi ya kwanza walihitimu Dar es Salaam Karimjee mwaka 2021 na Bagamoyo, Korogwe, Singida, Tabora, Dodoma na leo ni Mkuranga. Wanawake na wanaume, naona wanawake waliosoma ni watu 3,000 wanawake na wanaume 13,350. Lakini matokeo ya programu hii yanaonekana kwa sababu ya matokeo tulipoanzia kufundisha. Kwa mfano Kagera sasa hivi wanajenga vituo vya afya zaidi ya 4, mpaka wanawake wamejenga kituo chao kinaitwa Mama na Mtoto, na wamejenga kitega uchumi kikubwa sana cha bilioni 8 ambayo inaitwa Bakwata Commercial Complex. Kwa maana hiyo ni kwamba masomo haya na impact ambayo inaonekana. Tukaja Mwanza pale kwa Sheikh Beke, siku 8 tulifanya masomo hayo na ikafanyika hafla kubwa. Sasa hivi Mwanza wamejenga vituo vya afya 3 na wanaendelea kujenga kitega uchumi na mengine. Tutakuja Simiyu pale kituo cha afya, tutakuja Tabora, Sikonge kituo cha afya. Kila sehemu, sina muda kuja kila sehemu, lakini kuna athari yake inaonekana. Yameendeshwa ni namna ya kutumia rasilimali watu, vitu, fedha na muda katika muundo sahihi ili kuzaa matunda kwa jamii. Alafu wamejifunza namna ya kufanya maandiko ya miradi na mpango mkakati, mpango kazi, ili kusudi kupanga mambo yao kuanzia msikiti, kata na wilaya. Ikifanyika kwa nchi nzima, baada ya muda inshallah watakuwa watu wanajua mambo, kwa sababu hawezi kuwa sawa wanaojua na wasiojua. Na kuja tunaona pale rais wa Misri alimuita mufti pale Misri, akamkabidhi nishani ya sayansi na sanaa. Si jambo la kawaida kuona rais wa Misri, ambapo kuna chuo kikubwa cha kwanza duniani, chuo kikuu Azhari, kumuita mtu wa Tanzania kumpa PhD, kumpa nishani ya sayansi. Si jambo la kawaida, la tafakari. Alafu jambo jingine tukaona mwaka jana katika nchi 9 East and Central Africa wamecheki kwenye mitandao, wakaona taasisi yenye kutoa maarifa na makala za maana duniani katika nchi 9, Bakwata ikaongoza. Tukapewa certificate inayoitwa Digital Fit Award. Na taasisi hiyo si ya Kiislamu wala, ni taasisi ya watu wengine ambao si Waislamu. Lakini ameona kwenye Google search engine walipoandika makala za maana za uchumi, ujasiriamali, uongozi, Bakwata ikaja katika first 10. Kiasi kwamba kuna kampuni, kuna university kubwa, lakini imekuwa katika best 10 katika search engine. Wakaona ilikuwa katika hali ya kawaida. Wakapiga simu na wakatuma email kwamba mje Nairobi au Rwanda au Uganda mpate hiyo award. Kwa hiyo jambo hili ni kwa masomo haya ambayo mnasoma nyinyi. Kwa hiyo hapa mlipo ni kwamba tumshukuru Mungu kuona kwamba katika dunia na katika Tanzania unajua kwamba kuna mchango wa Uislamu katika kuelimisha watu wengi. Lakini kwa ufupi ningependa kumpongeza waziri wa ujenzi ambaye ameweza kuhamasisha watu kusoma na kuwaweka katika hali fulani ambayo itaweza kuwasupport kama wao. Lakini na mufti tumuombee dua na viongozi wake ili apate afya njema na maono zaidi. Asanteni. Lazima wasome, na kusoma si jambo la kwenda form 1 na form 4, form 5 na form 6 university peke yake. Elimu ni wakati wote watu wajifunze. Kwa hivyo lazima tunaamini jambo hili lina manufaa makubwa kwa umma wa Watanzania, wala si kwamba ni sisi Waislamu pekee, kwa sababu hatuishi pekee yetu. Tunaishi katika jamii yenye watu mchanganyiko. Kwa hivyo sisi tunaamini wao wanapopata elimu, inapata elimu jamii yote ya Kitanzania. Inahusu Uislamu
na wasiokuwa Waislamu, kwa sababu tunaishi nao katika majumba, tunakaa nao, tunakula na kuishi nao. Mheshimiwa Mufti, nimepata heshima kubwa ambayo nimepewa na wazee wangu ya kukaribisha. Lakini naomba niueleze umma huu, kazi ya kujenga jamii ni kazi ya kujitoa. Tukikutazama kwa namna unavyojitoa, tunamtazama na Mheshimiwa Rais kwa mfano, mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Leo tunazungumza yuko Katavi, kesho atakuwa Rukwa, kesho kutwa atakuwa Mkuranga, jana alikuwa Bukoba. Hapumziki, muda wote yupo kwenye kazi katika kutafuta kuijenga jamii ya Kitanzania iliyo bora. Kwa nyie viongozi wetu, wewe katika upande wa dini na Mheshimiwa Rais katika upande wa kiserikali na jamii nzima, mnatufunza jambo kubwa sana la utayari wa kufanya kazi za kujenga jamii yetu. Mufti wa Tanzania, nikiwa ndiye mkuu wa chuo hiki cha BAKWATA Online Academy, leo hii tarehe 18 mwezi wa 10 mwaka 2025 nimewatunuku ninyi wahitimu wa kozi ya uchumi na ujasiriamali vyeti vya kuhitimu kozi hiyo, na namwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala awajalie na awape taufiki katika kufanya kazi yote mliojifunza na hatimaye kufikia daraja hii ya kutunukiwa vyeti hivi. Mwenyezi Mungu awape taufiki kamili inshallah. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam kazi aliyopewa na Mungu ni kuwa mwalimu wa walimwengu, awafundishe akhera yao, awafundishe na dunia yao, awafundishe kumjua Mungu, awafundishe kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini awafundishe namna ya maisha yao, wataishi vipi, kwa sababu ibada zao wanazifanya katika sayari hii ya ardhi, hawafanyi katika sayari nyingine. Kwa akhera ambako tunataja kule kwa ajili ya kwenda kulipwa, lakini hakuna kuswali kule, wala hakuna kutoa zaka kule, wala hakuna kwenda hija. Mambo ya hija, zaka na mengineyo katika ibada yale yanatekelezwa katika sayari hii ya ardhi. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja kuyafundisha yote haya, na yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuja kufundisha dini tu peke yake. Yeye ameletwa kama mwalimu wa kufundisha kila jambo ambalo lina manufaa. Na ndio maana hata alipoambiwa asome hakubainishiwa kitu gani cha kusoma. Aliambiwa tu ikra, soma. Lakini huwezi kupata kwamba kaambiwa asome kadha, asome kadha, hakuna. Maamul ameondolewa hapo. Watu wa ilmu za ala wanajua nini faida ya kuondosha maamul. Yaani mtendwa hayupo. Kile ambacho kilitakiwa akitende Mtume baada ya kuambiwa na Mungu soma, basi amwambie kwamba asome kitu kadha, asome kitu kadha. Mwenyezi Mungu amwambia soma tu. Kule kuondosha ule mtendwa ni katika kuonesha umuhimu wa faida ya kuenea elimu yenye manufaa. Kila ilmu ambayo ina manufaa inatakiwa mtu aisome kwa maslaha ima ya akhira yake au maslaha ima ya dunia yake. Ndio akaambiwa ikra. Sasa hapo kwenye ikra, baraza kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA tumechukua kuona lazima umma wetu tuufundishe. Tena kupitia wataalamu tulionao, hatujamzuilia mtu mwingine kupata elimu hiyo. Ni mambo yote hayo wataalamu wameyatengeneza vizuri na tumefikia katika daraja nzuri. Sasa nimefurahi kusikia idadi kubwa ya watu waliosoma kupitia BAKWATA Online Academy huko Mkuranga, mkoa wa Pwani. Idadi iliyoelezwa na Sheikh Hamas, Sheikh wangu wa wilaya ambaye anawakilisha Sheikh wa mkoa, Sheikh Hamisi Mtupa, idadi aliyoeleza ni kubwa sana. Idadi Sheikh baadhi kwa idadi niliyoambiwa
kwa mara moja kama tuliwahi kuipata kwa mzunguko wa nchi nzima. Hatujawahi kuipata kwa kweli. Ndio. Na tukasema nyinyi mmechukua kikombe. Idadi kubwa sana hii. Tunakwenda Singida, wapi, sehemu zote Tanga, lakini hapa idadi imekuwa kubwa sana. Inaonyesha ni watu ambao mnapenda mambo ya elimu, mnapenda na mambo ya maendeleo. Kwa hiyo nimekuja kama nilivyoalikwa na viongozi wa BAKWATA Online Academy pamoja na mheshimiwa kwetu waziri wetu ambaye jana alifanya juhudi sana kulifanya nini. Nilikuwa maulidini pale kwa Sheikh Al-Hadi Temeke, ghafla akaja akasema huyu hakuja maulidini, amekuja kwenye shinikizo. Basi kwa kuchoka na simu nyingi, baada Sheikh Musa kapiga, baada Sheikh Abbas kapiga, nikamwambia mheshimiwa, basi wacha nitoshe tu nije nifanye kazi ambayo ya kuwatumikia Waislamu katika eneo hili la Mkuranga. Mwenyezi Mungu amjaze kheri. Na sisi sote Mwenyezi Mungu atujaze kheri. Kwa sababu dini inahitaji utulivu na amani. Ibada tunahitaji amani na utulivu. Tumesikia sasa hivi adhana, lakini ni sharti kuwe na amani. Tunaweza tukakimbilia misikitini, tukenda tukasali. Tunasoma BAKWATA Online Academy. Tunasoma, vijana wetu tunasoma katika mashule, katika macollege, vyuo vikuu. Ni mpaka kuwe na amani ndio haya yanawezekana. Kama amani hakuna, hayo hayawezi yakatekelezeka. Kwa maana utaona kila mara nazungumza masuala ya amani. Na masuala ya amani hayawezi yakakamilika kwa mtu ambaye hana uzalendo na nchi yake. Lazima mtu kwanza awe na uzalendo na nchi. Min alamati al-iman hubbul watan. Katika jumla ya alama za iman za kuonekana huyu mtu ana imani, huyu mtu ni mu'min kamili, ni kuonekana anapenda nchi yake, ni kuonekana anapenda nchi yake. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam ilipokuwa na hama Mtume kutoka Makka kwenda Madina, kwa sababu Makka kushakuwa hakuna amani, Mungu wake subhanahu wa ta'ala akamwamrisha ahame ende sehemu ambayo ina amani, ambayo kwa hiyo amani Uislamu utastawi. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akatekeleza amri ya kuhama, lakini alionyesha hali ya uzalendo. Kufika katika mipaka ya mwisho wa mji wa Makka kuelekea Madina, aligeuka akautazama mji wa Makka, akamwambia, wewe Makka, wewe lao si watu kutoa katika mji wa Makka, na kama si amri ya Mungu subhanahu wa ta'ala uniamrisha nihame, jinsi ninavyokupenda wewe Makka nisingehama. Haya maneno ya kizalendo anasema Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kila akisema rejea maneno yake yanayosema innama bu'ithtu muallima, hakika mimi nimeletwa hali ya kuwa ni mwalimu. Tupende nchi zetu. Yeye amependa Makka mpaka anaiambia na uambie mji wa Makka kama kwamba unamsikia, kwamba ingekuwa sio kuamriwa na Mungu kwa hama hapa, isingekuasha kwa na hama huku moyo wangu unasononeka kwamba ninaacha mji wangu. Mtume anatufundisha uzalendo, kwamba kila mmoja katika sisi awe na uzalendo katika nchi yake. Tanzania lazima tuwe na uzalendo na nchi zetu, katika yale mambo ambayo ni dharura katika dini, ndio lazima sana kila mtu ayajue na ayatekeleze, kama kitu kinachoitwa hifdhuddin al-kulliyatul khams, kuilinda dini. Huu ni wajibu wa kila mmoja, lazima alinde dini. Kuna jambo jingine ni hifdhun nafs, kuilinda nafsi yako, usidhurike wala usimdhuru mtu mwingine. Mamufti wa dunia nzima tukikutana tukubaliana lazima tufanye jitihada ya kuongeza hapa hifdhul watan, kulinda nchi.
Kwa sababu gani? Kwa sababu dini inatekelezwa katika nchi. Dini hii, dini ambayo tumeambiwa tuilinde na tuitekeleze mambo yake ya dini, lakini haiwezi kutekelezeka katika nchi ambayo haina amani, katika nchi ambayo watu hawana uzalendo. Ikaonekana lazima hizi kulliyati badala kuwa 5 ziwe 6. Kwa hiyo zile kulliyati zilikuwa kulliyatu 6, zilikuwa 6. Ya 6 ni ipi? Hifdhul watan, kulinda nchi, kulinda uzalendo. Anataka kidogo niagusie, siwezi kuiacha hadhira kama hii alafu sikugusia jambo kama hilo katika kipindi kama hiki. Likulli maqami maqal wa likulli zamani rijal, kila mahala pana maneno yake na pia kila zama zina watu wake. Sasa mahala tulipo wanastahili tueleze mambo kama haya, na mazingira tulionayo lazima tugusie kitu kama hicho. Nyingine ambazo zinafuatana na hilo ni kujitokeza tarehe 29 Oktoba, tarehe 29 tarehe 29 Oktoba, yaani mwezi huu tulionao. Asibaki Muislamu aina yote nyumbani akapuuza kwenda kupiga kura. Twendeni tukapige kura, twendeni tukapige kura. Kura ni haki yetu katika Uislamu na imo katika sheria, imo katika sheria. Walizeni kwa Sheikh Hamasi watanieleza vizuri, na Sheikh Mbwera wataeleza mambo ya kura yako katika Uislamu, yako katika Uislamu. Tuna muda mzuri wa kueleza kama yako katika Uislamu, basi ni wajibu wako wewe Muislamu kwenda kupiga kura ili umpate kiongozi anayekufaa.